hawaachilii baraka. Na yeye amesema, mkono wangu sio mfupi hata usiokoe, wala sikio langu sio zito hata lisisikie. Lakini maovu yenu, dhambi zenu zimeuficha uso wake, hata hataki kusikia yale tunayoomba. Lakini bado akatoa angalizo, akasema, basi pamoja na yote linda basi moyo wako kuliko kitu chochote unacholinda. Usiruhusu kitu kibaya kiingie, usiruhusu jambo baya likakaa ndani ya moyo wako. Na ndio maana kuna mahali anasema hata mtu akikasirika hajazuia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema hiyo hasira usikae nayo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini hebu tuangalie hapa, watu wana hasira hata mwaka mzima, anayo tu. Yaani baada mlimkosea, yaani anang'ata meno, haachi. Alafu siku ya meza ya Bwana tunashiriki pamoja. Saa zingine atasema, leo kuna meza ya Bwana. Yule mama Masawe huwa anasali ibada ya pili, acha niende ya kwanza. Eti mnapishana ibada. Angalia jirani yako, napishana ibada na mama Masawe ili msionane kwenye meza ya Bwana, kwa sababu inawezekana akafanyika kuwa zuio. Biblia inasema mimi Bwana na uchunguza moyo, halafu anavijaribu viuno, anaangalia utayari. Halafu anasema hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake. Kwa hiyo unaanza kuona chawi wa kwanza kwenye mafanikio yako ni moyo. Haleluya. Yaani kabla hujamtafuta mchawi yuko wapi? Moyo. Ukifanikiwa kuvichomoa vya kwenye moyo, Mungu anakuja anauchunguza, anauangalia. Moyo wa Mama Temu ukoje? Umesafishika? Umetakasika? Akijiridhisha, anaangalia utayari. Unawezaje kupokea hiyo baraka? Unawezaje kupokea hiyo neema? Akijiridhisha, anaachilia baraka kwako. Sasa unaanza kuona wanawake wengi tumejifungia baraka wenyewe, kwa sababu kwanza tunajuaga kushikilia mambo hapa. Umeumizwa leo, mpaka miaka 5 ijayo sisemi naye, siongei naye. Sio kwamba unamkomesha yule, kuna vitu kwako vinajifunga. Haleluya. Na moja ya kitu ambacho wanamuogopa Mungu, wakati ananiita hakuniletea wanaume, aliniletea wanawake wanalia. Ndipo nilipoanza kujifunza, tena sio kujifunza, ni Roho Mtakatifu ndiye alianza kunifundisha. Namuuliza kwa nini wanalia, akaniambia kikubwa kilichoko kwa mwanamke, vitu viko vingi hapa. Kwa hiyo baraka zimekuwa mbali na wanawake, tunazipata kwa shida kweli kweli. Kumbe wala hatuhitaji kupata baraka kwa shida, ila shida aina ya moyo tulio nao. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anauchunguza moyo wa mwanadamu ili ajiridhishe, halafu anaangalia na utayari. Hivi kweli huyu mtu moyo wake umetakasika? Ndio. Moyo wake hauna uchungu? Ndio. Moyo wake hauna hasira? Ndio. Moyo wake hauna matukano? Ndio. Moyo wake hauwazi mabaya? Ndio. Anajiridhisha. Halafu akishamaliza kuuchunguza, anaangalia, hivi Mama Temu nikimpa hizi baraka, ataangalia wajane? Ataangalia yatima? Kazi yangu ataiangalia? Akiona huo moyo uko na utayari wa namna hiyo, nakwambia baraka haikauki kwako. Utafuga kuku utavuna, utapanda mboga utauza, utaenda sokoni, kila kitu kinakubali. Hasa shida ya kwanza, tafuta mchawi. Kwa nini siuzi? Yule mama alikuja kununua vitumbua wa kwanza. Yule mama akinunuaga biashara siuzi. Moyo. Haleluya. Moyo ndio mchawi wa kwanza kwenye maisha yetu. Kwa hiyo nimesema kabisa, kabla ya kukupatia baraka, kabla ya kuiachilia neema ndani ya maisha yako ili ikubadilishe, ili ikuwezeshe kufanikiwa, moyo kwanza. Kwa nini iwepo sababu ya kuchunguza moyo? Panda kidogo hapo kwenye Yeremia 17. Tuangalie mstari wa 9.
Biblia inasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Moyo huwa mdanganyifu. Moyo una uwezo wa kukudanganya, una uwezo wa kukuridhisha, una uwezo wa kukuaminisha. Kwa nini namchukia Mama Masawe? Kwani atajuaje? Tukiwa hapa tucheze zambe wa moyo, zambe wa moyo, zambe wa moyo. Yaani unacheza naye lakini huna furaha naye. Sasa utafanyaje? Zambe wa moyo umepigwa, saa hiyo aliyeko karibu ndio huyo huyo. Kwa hiyo moyo unakudanganya, kwani ananijua? Moyoni hutoka mawazo mabaya. Kwa hiyo moyo unakudanganya, hata kama huyu mama namwazia mabaya, kwa hapa nje siwezi kuonyesha. Moyo ni mdanganyifu, una ugonjwa wa kufisha. Nilichokuambia, mchawi wa kwanza wa baraka zako ni moyo. Kinachofisha kazi zako, kinachofisha maendeleo yako, kinachofisha vitu vyako ni vilivyoko wapi? Moyoni. Sio mimi jamani, ni Biblia. Amen. Moyo huwa mdanganyifu, unakuaminisha mimi naweza, niko sawa sawa, wacha nitoe tu hii mimba. Kwani kuna nini bwana? Kwani kuna mtu ananiona? Hakuna mtu ananiona. Wewe badala umuogope Mungu kwanza, unaogopa binadamu. Kwa hiyo moyo unakupa maamuzi, unaenda mwenyewe kwa daktari, unalipa na hela mwenyewe, hakuna anayeniona, unaitoa ile mimba. Moyo umekudanganya. Unapofanya jambo la kuua, kinachofanyika nyuma yako, umeua mafanikio yako. Dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo moyo unakuridhisha wewe, nenda tukamdanganye yule, kwani anaelewa nini? Nenda tu bwana, unaenda unasema uongo, umetenda dhambi. Haleluya. Kwa hiyo una ugonjwa wa kufisha, una ugonjwa wa kuua vitu. Twende kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 2 na ule mstari wa 5. Warumi mlango wa 2 mstari wa 5. Biblia inasema, bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usiotoba wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usiotoba. Moyo ukishadanganywa, wakati mwingine hata kufanya toba unajiaminisha, mimi sina dhambi bwana, mimi mtakatifu bwana, kwani kuto kumwachilia huyo ndio nini? Kwanza nani ananijua? Kiambiwa fanya toba, unafanya kama mazoea tu, kwa sababu moyo umekuridhisha kwamba wewe uko salama. Kwa Biblia inasema kwa sababu ya ugumu wako. Ugumu wa mtu unatokea wapi? Kwenye moyo. Amina, watu wa Mungu. Ugumu wa moyo. Unaambiwa jamani, hebu twende tukaimbe, twende tukamtumikie Mungu. Moyo umekuwa mgumu, mpe Yesu maisha yako. Moyo hautaki, hebu njoo kwenye maombi. Moyo ni mgumu kweli kweli. Biblia inasema na kwa moyo wako usio na toba. Watu hatutaki kufanya toba kabisa. Hata ukitubu wakati mwingine unaficha hata dhambi yako, na Biblia imesema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Moyo, kwa nini Mungu anauchunguza moyo? Anauchunguza moyo kwa sababu ndiyo muhifadhi mkuu wa matukio yote yaliyopita, iwe ni maneno, iwe ni taarifa zote za nyuma, yanahifadhiwa kwenye moyo. Kwa nini Mungu anauchunguza moyo? Anauchunguza moyo kwa sababu moyo una ugonjwa wa kufisha. Moyo unaachilia ugumu kwenye mambo ya Mungu, lakini Mungu anauchunguza moyo kwa sababu, haleluya, kwa sababu moyo ndiyo muhifadhi mkuu
wa matukio yote yaliyopita. Tukio lolote liwe nzuri au baya linahifadhiwa moyoni. Aliwahi kunitukana, aliwahi kuniambia maneno haya, alinifanyia hiki, aliniumiza mimi. Yote yamehifadhiwa wapi? Moyoni. Kwa hiyo Mungu anapouchunguza moyo, anachunguza na matukio yaliyohifadhiwa. Kama umeyahifadhi hiyo, ina maana Mungu hana nafasi kwenye moyo. Lakini kama umeyaondoa yale matukio, Mungu ana nafasi moyoni. Haleluya! Moyo ndio muhifadhi mkuu wa maneno. Wamenisingizia, wamenisema vibaya, yanatunzwa wapi? Moyoni. Hasa moyo umetunza nini? Mambo mengine tuliyoyatunza hayana hata faida. Mengine tumeyatunza, hata walioyasema hawako duniani, walishakufa, wameshafariki, hawataishi tena, lakini yote yametunzwa hapa. Inawezekana hata huyo mtu alishakufuata, ndugu nisamehe, nimekusamehe, kumbe ni hapa, huku yametunzwa. Kwa sababu gani Mungu anauchunguza moyo? Jambo la pili, unahifadhi mambo yote, matukio yote. Alinipa taraka, nilimfumania. Sasa Biblia inasema nini? Msiyakumbuke mambo ya kale, wala msiyatafakari mambo ya zamani, yatakuchelewesha. Lililopita limepita. Bwana asifiwe. Ndio maana likaitwa pito, halina nafasi ya kudumu. Hilo ni pito, linapita. Ni kama vile muuza nyanya anavyopita. Huwezi kumweka moyoni muuza nyanya. Iwe unataka kununua, nunua. Hutaki kununua, mwacha apite, usitafakari. Haleluya! Mahali tumechelewa ni hapo. Mtu unakuta ana muda wa kutafakari neno la Mungu, lakini ana muda wa kutafakari taarifa zilizopita. Moyo una kazi ya kupokea taarifa mbaya, taarifa njema, tukio baya unapokea, lakini unatunza, unahifadhi na unatoa vile vile. Bwana asifiwe. Kwa faida ya wanaoandika, moyo una kawaida ya kupokea. Andika Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa kwanza. Ayubu 22:22. Moyo unatunza ama unahifadhi. Zaburi ya 119 mstari wa 11. Moyo unashika. Mithali 4:21. Mithali 4:21. Lakini moyo unatoa. Mathayo 15:19. Moyoni hutoka mawazo mabaya. Jambo la tatu, kwa nini Mungu anauchunguza moyo? Mungu anapouchunguza moyo, anautaka huo moyo. Jambo la kwanza, tufungue kitabu cha Zaburi ya 32 ili Zaburi ya 32 mstari wa 8. Mungu anautaka huo moyo, anauchunguza huo moyo, ili ukikaa sawa, anasema nitakufundisha. Jambo la kwanza, anataka kukufundisha, kutembea naye. Ndio maana anataka hivyo vilivyoko ndani ya moyo uviondoe kwanza. Kwa hiyo anauchunguza aone huu moyo unafundishika. Wewe angalia maisha yetu tulionayo hapa. Hata nikiuliza ni neno gani limetubeba kwenye hii semina, inawezekana wawili tu watakumbuka, lakini wengine tumesahau. Kwa hiyo Mungu anauangalia na kuchunguza huo moyo, aone huu moyo unafundishika, huu moyo unalikamata neno. Watu wa Mungu tungekuwa tunafundishika, mambo mengi yangekuwa sawa. Lakini kila ibada tunatubu hapa, tunaambiwa habari za neno la Mungu, ili tukitoka
na mambo yetu. Kwa nini? Moyo umekuwa mgumu. Kwa hiyo Mungu anaomba umpe huo moyo ili akubariki, akufundishe, akuongoze, akushauri na kukulinda. Haya ushauri hauwezi kutoka nje ya moyo. Anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea.